Mtazamaji wa Faida Online TV, heri ya mwaka mpya 2026. Watu wa field, leo tumefika katika kijiji cha Mwaya, kata ya Mwaya, halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro, ambapo hapa katika eneo hili ambalo unazungumza, eneo hili linaitwa Ubungo Mataa, ndio maarufu, lakini wana sababu zao kwa nini pameitwa Ubungo Mataa. Nimefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na raia wa hapa kujua kwa nini waliliita eneo hili Ubungo Mataa, na kuna pilika ambazo hapa za biashara mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika katika eneo hili. Nimefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa hapa kujua kwa nini waliita eneo hili Ubungo Mataa, lakini pilika gani zinafanyika hapa na mambo mbalimbali ambayo yanapatikana katika eneo hili. Tumezoea kuiona Ubungo Mataa ya jijini Dar es Salaam, lakini katika mkoa wa Morogoro, halmashauri ya mji Ifakara, kuna Ubungo Mataa nyingine, na nimekuja kuzungumza na raia hapa kujua kwa nini wamepaita eneo hili Ubungo Mataa. Jina langu naitwa Haiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania na Tanzania kwa ujumla. Kwa jina naitwa Abdalla Kibwana Kalabaka, jina la mtaa wanaita Mzee wa Laza, bodaboda Ubungo Mataa. Hapa kumeitwa Ubungo Mataa, cha kwanza kuna njia 4, cha kwanza. Cha pili, wakati hapa tunapaita Ubungo Mataa kuna mtu alikosa na baskeli. Manake kama ajali ilipotokea akasema hapa mbona pamekuwa kama vile mataa, mtu anakosa alafu watu leo wanaangalia tu. Kwa nini kusiwe na mataa? Kana kwa sababu tupo kijijini ukakuhitaji taa. Kila mtu atakaye jiongoze mwenyewe kwa mazingira yake, ndio maana pakaitwa Ubungo Mataa. Sisi hapa kwa upande wetu tunasikia burudani sana kwa sababu Ubungo Mataa ndio jina ambalo limehiti kwa mji wa Mangula. Ukizungumzia Mangula nzima hakuna asiyepajua Ubungo Mataa. Hata mtoto ukimtuma bwana nenda Ubungo Mataa manake kafika. Kwa pilika za hapa kote sisi zinafaa kuitwa Ubungo Mataa kwa sababu hapa magenge hapo, maduka yapo, barabara zimechangamka, pikipiki ndio kama hivyo zinatembea nini. Ila kuanzia asubuhi mpaka jioni nazama manake ni mchaka tu, mpera. Wote wanaona wanafaa kuja waje tu, wote yule anaenda kwa anafaa kuja Ubungo Mataa aje. Sina mkaribisha, karibu akakaribie sana. Kwa jina naitwa Fadhili Hassan Katika, naishi mji mpya. Ubungo Mataa ilianza ni mtaa mdogo, kwa sasa umekuwa mtaa mkubwa. Tumependekeza kuita Ubungo Mataa kwa sababu ya population ya watu. Kwa hiyo tumeamua tuupandishe mji wetu tuuite Ubungo Mataa. Biashara zinaenda, watu wanafanya maisha yao, watu wanajenga, watu wanafanya kila kitu, maendeleo makubwa kutokana na biashara za hapa. Kwa hiyo huwezi kusema biashara ni ndogo. Biashara inaenda vizuri. Hapa watu kama popo saa 6, saa 7, mtu mpaka biashara yake iishi ndo anaondoka kwa sababu si amani. Naitwa Sharifu Twalibi, ila jina la kazi la maeneo ya Ubungo Mataa naitwa Marekani. Ubungo Mataa nakumbuka muda mrefu kidogo, kama miaka kama 2 hivi sikosei. Kuna jamaa alinipigia simu. Sawa, baada ya kunipigia simu mimi muda huo nipo kwenye library, nikatoka nje kuongea naye. Akaniuliza niko wapi? Muda huo nimetoka Dar, hata wiki 2 sijafika. Nikamwambia mimi niko Ubungo Mataa. Baada ya kuniambia nipo Ubungo Mataa, akaniuliza Ubungo Mataa wapi? Mwenyewe niko hapa maeneo. Kaniambia kama hivyo shuka basi gari hapa ni tuonane. Mimi nikamwambia bwana Ubungo Mataa kwetu huko Mangula kuna Ubungo Mataa, kuna roundabout ipo kama yote. Basi ikawa hivyo. Ikaenda ikatokea kuna timu iliingia mashindano ya mpira wa miguu, tukaingiza timu kwa jina hilo la Ubungo Mataa, na Mwenyezi Mungu akasaidia tukachukua kombe. Hapa tukafunga mziki mdundo mkubwa, watu wakafly hivyo, yani jina ndio likawa official mpaka ukienda serikali za mitaa. Sasa hivi unakutana Ubungo Mataa, ukienda Ifakara, Kibelege, Signal, Lua, ukisema Ubungo Mataa unaambiwa ni Mangula. Ilikuwa hivyo yani. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema wewe ndio muasisi wa Ubungo Mataa. Mimi naweza kusema hivyo. Bwana, mimi niko hapa na muasisi wa Ubungo Mataa. Huyu ndiye ameanzisha chokochoko hii. Bwana, kwa nini ulifikiria kuileta hapa Ubungo Mataa? Tunajua iko Dar es Salaam. Kutokana na roundabout yenyewe ilivyo, mwenyewe unaona ndugu mtangazaji, pia unaona magari yanatoka huko naenda hivi na huko naenda hivi, kwa kama kule vile Ubungo Mataa Dar es Salaam. Pilika za hapa zinashabihiana na jina hilo. Pilika hizi inashabihiana kwa sababu ukifika saa moja hapa pashikiki hapa. Movement mwenyewe unaziona kama unavyosaizi. Manake kuna kila kitu hapa. Kuna nini, kuna kuku, kuna ndizi zinauzwa na mama hapa wamejiajiri wenyewe wanafanya biashara. Ukija upande wa pili huko kuna mboga zinauzwa, matunda na kadhalika. Kwa hiyo bodaboda zipo za kuzidi. Maduka ya simu hapa tunapata. Maduka ya simu, yani kitu chochote kinapatikana. Kila kitu kipo hapa manake. Yani unaambiwa yani
jina hilo lina hadhi ya kuitwa, manake hakuna shida, manake limenyooka mule. Kwa hiyo sisi tukiwa hapa wenyewe tuna enjoy tu kwa Ubungo Mataa. Enjoy, yani kiufupi mna enjoy. Lazima tuendane. Ukafanya nini wakati kila kitu kinapatikana hapa? Asante bwana, mimi nashukuru. Nashukuru sana. Haya, poa. Mtazamaji, kama ambavyo umeona na umemsikia, huyu inasemekana ndio muasisi wa jina hili la Ubungo Mataa na ametuambia chanzo cha kuitwa Ubungo Mataa. Nashukuru sana mtazamaji wa Faida Online TV, endelea kutufuatilia kupitia YouTube, lakini pia kupitia Instagram Faida TV, lakini pia kupitia Facebook. Kwa majina naitwa Antoni Jacobo. Tokana na mazingira ya masamasa unavyoona mtaa katika unaitwa Ubungo Mataa, watu ndio walikuwa wanatoka huko sehemu tofauti kuja kununua vitu hapa, kwa hiyo ikapatikana na jina la Ubungo Mataa. Tunamshukuru Mungu kidogo, mtu riziki anapata. Kwa mgeni atuona kama nini, ila tu kwa mwenyeji baadaye mazingira anaona fursa ipo, ndio maana umeona sehemu nyingi amasamasa watu kibao. Kwa muda wa asubuhi na mchana unaona kidogo kama hamna watu, ila ikifika jioni unaanza kushangaa kusema watu wametoka wapi au wamefunguliwa ndani nini, ila tu kwa ajili ya Ubungo Mataa kusema kila kitu utakipata hapa kwa muda wa jioni. Chakula chote utakipata, hamasa ya burudani kama hivyo unavyosikia utapata, na watu kuhitaji mahitaji yao ya umuhimu ya nyumbani utayapata. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kama ambavyo umeona vijana wakizungumza hasa kuhusiana na Ubungo Mataa, na leo kama ambavyo nimekwambia niko katika kijiji cha Mwaya, kata ya Mwaya, halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro, na nimezungumza na raia hapa kuhusiana na Ubungo Mataa. Ilikuwaje mpaka ikaitwa hapa Ubungo Mataa, kama ambavyo mwasikiliza walivyoweza kuzungumza na namna ambavyo wamejieleza kuhusiana na Ubungo Mataa. Pilika hapa zinaendelea na vitu kama hivyo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field na hapa tunaendelea kuwa field.